Nikukaribisha tena kwenye nafasi nyingine. Leo mbele yangu nakwenda kuzungumza na moja kati ya watu ambao wana mchango mkubwa kwenye mpira wa miguu, sio tu mkoani Iringa, lakini pia sio kwa Tanzania peke yake, lakini hata barani Afrika inatambulika. Ni moja kati ya wasimamizi na wazazi wa mchezaji wa klabu ya Young Africans Clement Francis Mzize, lakini pia ni msimamizi, mwanzilishi, lakini pia ni kocha kwa taaluma yake. Anafundisha kikosi cha Young Stars Academy, miongoni mwa academy chache sana zinazoishi katika mkoa wa Iringa mpaka sasa hivi tunapozungumza. Ndipo na Said Chitalula, nikukaribisha sana msikilizaji, lakini pia unayotutazama muda huu kwa ajili ya kile ambacho tunakwenda kukizungumza siku ya leo. Tunazungumza kwa mapana kuhusiana na maisha yake binafsi, lakini pia wachezaji ambao wameshapiga hatua, Young Stars yenyewe, pamoja na wachezaji ambao wapo kwa hivi sasa. Mambo vipi? Mimi nafurahi kukutana na wewe leo. Sijajua umepoa kwa sababu ya mazoezi au ni kwa sababu ya uchovu ama vinginevyo? Uchovu. Tumetoka mazoezini asubuhi na saa hizi kama unavyoona kazi inaendelea. Kuna program mbili? Naam. Kwa siku moja? Kwa siku moja. Hongera sana. Asante. Kazi nzuri unayoifanya hapa pamoja na hao watoto ni sehemu ya inayosababisha mimi niamini pia ni mazao ya yale ambayo tunayaona sasa hivi Tanzania, lakini pia duniani kwa ujumla. Mimi nataka tuanzie kwenye jambo moja la msingi la kubadilisha eneo la kufanyia mazoezi. Awali ulikuwa ukifanyia mazoezi katika uwanja wa Kichangani kwenye programu ya asubuhi pamoja na jioni. Leo nimeona tofauti kidogo kwenye uwanja wa Mlandege. Lini limeanza na sababu ni nini? Pale Kichangani tulikuwa tuna fursa ya kufanya mazoezi asubuhi. Kwa hiyo hapa katikati tulitafuta fursa ya kufanya mazoezi asubuhi na jioni, tukapata uwanja wa shule ya sekondari Lugalo. Bahati mbaya sasa hivi kuna mitihani ya watoto ya NECTA. Okay. Kwa hiyo tumepisha ili watoto wafanye mitihani yao kwa uhuru. Ndio maana tumekuja kuomba uwanja wa Mlandege tufanye mazoezi session hii ya jioni. Okay. Hivi mwalimu, unashawahi kufikiria labda siku moja kupata eneo fulani la wazi ambalo utakuwa na uwanja wako kujitegemea, haubadilishi ratiba ya mazoezi, lakini pia inakuwa kama sehemu sasa ile ya kambi kwamba haya ndo maskani ya Young Stars? Malengo yangu makuu kabisa ni kuona siku moja Young Stars inamiliki eneo ambalo lina uwanja wa mazoezi, viwanja vya mazoezi, sababu idadi ya watoto sasa hivi imezidi kuwa kubwa. Okay. Lakini pia kuwa na hostel za kudumu ambazo tunazimiliki wenyewe. Kwa hiyo bado tunatafuta wadau wa kutusupport kufikia hayo malengo, kwa sababu sisi kama Young Stars hatuna chanzo chochote cha mapato zaidi ya kuomba misaada kwa watu tofauti. Okay. Haya, mimi naomba nikurudishe nyuma kidogo kwenye kutimiza hayo malengo, ama nikurudishe nyuma kidogo. Siwezi kuwataja wengi sana kwa sababu wengi unawafahamu wewe. Mimi namfahamu Faraji Kayanda, namfahamu Clement Francis Mzize. Wewe utaniongeza wengine ambao kwenye platform ya ligi kuu wamepata nafasi, lakini pia pata nafasi timu ya taifa pamoja na timu ambazo ziko championship kwa hivi sasa, ambazo nazo naamini pia zina sehemu fulani ya mshahara ambazo zinalipa. Nataka uniambie kwenye haya malengo unaofikiria, haudhani kwamba biashara ambazo zinaendelea za hawa wachezaji kutoka Young Stars kwenda timu nyingine na kutoka timu nyingine kwenda timu nyingine zinaweza kukusaidia kupiga hatua moja kutimiza malengo ambayo unafikiria? Zinaweza kutusaidia. Unajua, mwanzo wakati na wasupport watoto kutoka kimpira, nilikuwa nawasaidia kama wanangu. Sio kibiashara. Na baada ya hapo ndio mimi nikapata wazo la kuanzisha kituo. Okay. Kwa hiyo nilikuwa na scout wa watoto wengi tu, nimescout kwa, naamini jicho langu limewaona na wanacheza ligi kuu. Kama mzazi, sio kama msimamizi au vipi. Baadaye nilipoanzisha kituo changu, ndio mchezaji wa kwanza kutoka kwenye kituo changu alikuwa Jackson Yaule, ambaye tulimtoa Young Stars kumpeleka Iringa United, ambayo mimi pia nilikuwa part ya viongozi. Baadaye walimchukua Lipuli na akaenda Vitalo Burundi. Sasa hizi anacheza Songea United kwa fullback wa kulia. Huyo ni mchezaji wa kwanza kutoka. Baadaye katika hii crew ya Young Stars ndio wamekuja kutoka Clement Francis Mzize kwenda Young Africa, tumpeleka pale under 20 mpaka leo mafanikio yake yanaonekana. Lakini kuna watoto ambao niliwa scout nikiwa na team tofauti nafanya kazi, mfano Saif Adam Suleiman ambaye sasa hizi yuko Mbeya Kwanza pale striker. Huyu nilikwenda ku scout team kwa ajili ya ile kurugenzi wakati niko manager wa kurugenzi. Okay. Pale Mabatini. Niliona vijana wengi, Saif Adam Suleiman, lakini yupo kapteni wa Tabora United alikuwa Saidi Mbati, fullback wa kushoto. Ndio. Niona watoto wengi, Abdalla
mtoto mmoja wa Tanga alicheza fullback Ndanda. Mimi ni jicho langu liliwaona watoto na nikawachukua nikaja nao Kurugenzi, na ndio ikawa mwanzo wa safari yao ya mafanikio. Lakini pia kapteni wa Dodoma Jiji Agostino Msata, jicho langu lilimuona akiwa hajatoka kwenda daraja lolote pale Kinyerezi shule, kulikuwa na uwanja pale. Nikamchukua nikamleta Lipuli ambayo ilikuwa inacheza ligi daraja la kwanza kabla ya kwenda ligi kuu. Kuja naye pale Lipuli ndio mwanzo wa safari yake ya maisha mpaka leo pale alipofikia. Hawa ni watoto baadhi ambao mimi niliwaona nikaamini wanaweza na niwapeleka kwenye timu wakafanikiwa. Sasa hivi nimeamua kuhamisha kutoka kuangalia tu mitaani huko kuwapeleka kwenye timu moja kwa moja wakiwa wakubwa. Sasa nachukua wadogo na walea na wakuza na watafutia nafasi, na ndio maana niko na kituo changu Young Stars. Kwa sasa hivi inawezekana sasa mzaji anayetoka Young Stars angalau sasa Young Stars ikaanza kufaidika kwa sababu inahama, inatoka kwenye ule mtindo ambao tulikuwa tumeuzoea sasa kwa kwamba nasaidia watoto wangu. Sasa hizi ni tunafanya angalau kupiga hatua kama kituo kwa pamoja. Sahihi kabisa. Mfano Faraji katika mikataba yake Dodoma Jiji akiuzwa kwenda popote Young Stars itapata asilimia kadhaa. Vipi kuhusu Clement? Clement hatukuweka hiyo, ndo ni katika ile kundi la mwanzo, lakini kulikuwa kuna makubaliano kwamba lazima kituo anachotoka kiwe kama mdhamini pale Yanga Afrika ili wampokee. Kwa hiyo yale makubaliano naamini maana yake tunatambulika rasmi pale Yanga Afrika. Kama Young Stars ndio kituo kilichomlea pale. Tulisaini hayo makubaliano pale. Na hata mkataba wa kwanza wa Clement ana sign, kituo kilichomkuza na kumlea kiliongelewa. Japo hatukuingiziwa pesa. Lakini kiliongelewa kwenye mkataba ule wa mwanzo. Lakini wakati ana sign Singida, kama Singida United walitupa pesa sisi kama Young Stars. Kuna pesa walitupa Singida. Lakini Yanga wakati wanamrudisha pale baada ya kumaliza mgogoro wao, Yanga wao kutupa tena pesa. Kwa kuamini kwamba tulipata pesa kutoka Singida. Na mpaka sasa katika sajili zote zinazopita majukumu hawajawahi kutupa chochote kiukweli. Sijui nikurudishe kidogo unisimulie kilichotokea mpaka Clement akaenda Singida, au hili sio sawa sawa kulizungumzia kwenye nyakati kama hizi? Kila kitu kinaweza kuongelea kwa sababu hakuna siri hapa. Ilikuwaje? Yaani ilikuwaje mpaka Clement Mzize akaenda Singida afu ghafla tukaja kumuona Yanga? Unajua Clement wakati anacheza Yanga under 20 bado watu wengi walikuwa hawamuamini, wakiwemo viongozi wa sasa wa Yanga Afrika. Wakati ule naamini wengi walikuwa kwenye kamati, hawakuwa viongozi Yanga Afrika. Kwa hiyo bwana mdogo alicheza akaonyesha alichokuwa nacho kwenye under 20, akawa top scorer kama unakumbuka msimu ule wa 2022. Walimu wa senior team Yanga kupitia pia mkurugenzi wa fundi wakati ule mwenye Zahera wakapendekeza wadogo wapandishwe. Wakati wamependekeza wadogo wapandishwe, kwa kuna mabishano kati ya walimu na viongozi. Kwa bado mchanga sana, hawezi kutumikia Yanga Afrika. Kwa hiyo nimekwenda mwisho wa siku Singida walikuwa wanamhitaji. Wao wanaamini kwa wanaweza akacheza. Kwa hiyo mimi nilipigiwa simu na uongozi wa Singida kwamba walikwenda kuulizia huduma ya kijana pale Yanga, wakaambiwa wasianeni na huyu mtu kwa sababu huyu ndio mtu anamsimamia, ndio baba yake mlezi. Kwa hiyo huyu akikubali aje Singida. Kwa mimi nilitoka mwenyewe hapa sababu sikuelewa ile simu ya Singida, sababu nilikuwa na zile stories za kwamba anapandishwa kwenda senior team. Nikaenda Yanga nikauliza pale mustakabali, nikaambiwa mustakabali uliokuwepo pale inakuwa dogo haitajiki kupandishwa. Basi tukakubaliana na uongozi wa Singida tukasaini mkataba kabisa kwa miaka 3. Tukapewa kile ambacho tulikubaliana. Wana signing on fee sasa. Signing fee, makubaliana mshahara yote kakaa sawa. Tukasaini mkataba. Mimi nikatoka nikarudi Iringa siku hiyo. Niliporudi Iringa siku hiyo Yanga under 20 walikuwa wanacheza mechi na Igo Noel. Kwenye kambi ya Sukap kule Chamanzi. Kwa mimi nimwacha dogo anakwenda kwenye mechi, mimi narudi zangu stendi nitafuta usafiri naenda Upembezi. Bahati nzuri dogo alifunga hat-trick. Yanga email yao ilikuwa ina shida. Kwa hiyo Olympic Marseille walikuwa kumbe kwenye scouting yao wamemuona Clement. Huku kwa kiwa under 20. Huku under 20 anacheza mashindano ya taifa ya under 20. Walikuwa scout wao wanafuatilia ile mashindano. Akawa scout mkuu wa Olympic Marseille amemuona. Akawa wameleta email Yanga Afrika lakini ikawa ipokelewi, kumbe email ina shida. Kwa hiyo wakatuma email ile TFF.
kwamba tunamhitaji mchezaji fulani wa Yanga kwa majaribio Marcel. Wakatuma booking hotel, ticket nini, mchezaji anatakiwa kwenda, yani taratibu zote, atafikia wapi, ataondokaje, kila kitu kipo. Basi ilipotokea ile, nahisi Yanga walivyosikia wakamchukua yule mtoto siku ile wakampeleka Avic. Ile baada ile habari ilisikika pale uwanjani bana, kutoka kwa mmoja wa viongozi wa TFF kwamba Yanga huyu mdogo kumbe anacheza vizuri sana, ndio maana anahitajika na Marcel wanamtaka. Kwa hiyo wakamchukua pale wakampeleka Avic, wakatengeneza mpango sasa wa kumtengenezea mkataba ili asign. Sasa hapo ndio inakuja na story ya Yasmin aliingiaje. Sasa unajua yani Yasmin ni dalali tu. Hapo sasa ndio story ya Yasmin aliingiaje. Sasa mimi nishakuja Iringa. Ushaondoka hapo Dar es Salaam. Kule Dar es Salaam kuna hilo swala. Huku kwanza viongozi wa Singida wanipigia simu kwa sababu kesho yake mtoto atakiwa pande ndege aende Arusha kambini. Kule aendi afiki. Wanipigia simu kwamba kiongozi inaonekana umetufanyia utapeli. Huyo mchezaji vipi mbona? Huyo mchezaji wako mbona tena, kwa sababu bahati mbaya labda nikwambie. Tuliposaini mkataba pale tuamini ule mkataba alimpa mchezaji awe nao ili akifika kule Singida akabidhi viongozi. Kwa mkataba kule Arusha akabidhi viongozi. Maana mkataba mchezaji hajaondoka nao, pesa tumechukua. Shida hapo. Kwa mimi naonekana tapeli ambaye nilikuwa na mchezaji wangu tunachukua pesa. Sahihi. Kwa hiyo nilipigwa kidogo pressure. Bahati nzuri tunarudi sasa kwenye ile story baada ya pale viongozi wa Yanga sasa kwenda kutaka kumlazimisha kusaini mkataba. Ndio hapo sasa ndio ninaporudi sasa. Bahati nzuri Mwenyezi Hela yupo kwenye cabinet ya watu wa Yanga. Kwa hiyo akapata full information kwamba dogo anakwenda kusainishwa mkataba kesho. Pale GSM. Kwa haraka Zahera akaona sasa dogo akisaini mkataba tena Yanga anafungiwa, afu ameshasaini huko Singida tayari anakuwa amedouble sign. Zahera muda huo yupo na Yasmin. Sasa umeona? Angalia story imemfikia Zahera yuko na Yasmin. Yuko na Yasmin ndo anaelewa unachonaendelea. Yasmin. Kuna 1 2 3. Zahera akanipigia mimi simu nikiwa niko Iringa. Akaambia coach, kuna hiki na hiki na hiki ndio kutokea kwa mustakabali wa mtoto. Hiki kitu kitakuwa kibaya, atafungiwa. Sasa utakuwa mikataba miwili. Kwa hiyo huko Ulaya hatakwenda na wala hapa Tanzania na Simba hatocheza. Karia yake itakuwa imepotea. Tunamsaidiaje? Mimi niko Iringa na siku hiyo saa 7 ndio mtoto anatakiwa kwenda GSM akasaini. Yuko Avic na kwa umri wake kwa wakati ule alikuwa hawezi kubishana chochote. Ile pressure ndio sasa wakubwa. Kwa hiyo kama vipi tumsaidie? Mimi niko na Yasmin, yule msimamizi wakati mimi simjui vizuri Yasmin. Akaniambia yule msimamizi wa Msuva, kwa hiyo kama wewe uko radhi nimchukue Yasmin akusaidie kumsimamia aende na mchezaji leo kukaa na uongozi wa Yanga Afrika. Ili wazuie ili kitu kisifanyike mpaka wewe utakapokuja Dar es Salaam tukae pamoja. Mimi nikasema hilo jambo jema. Jambo jema Umeona? Kwa hiyo kweli Zahera wakawasiliana na mchezaji, wakakutana na Yasmin, wakaenda Yanga wakiwa pamoja. Kufika Yanga, wakati huo Yasmin anamsimamia tayari Fiston Mayele pale Yanga. Kwa hiyo wao walimuona Yasmin kama msimamizi wa Fiston Mayele. Kwa hiyo walipomuuliza akamwambia nimekuja na Clement. Kivipi? Akasema Clement mimi namsimamia kwa sababu mimi na msimamizi wake tunamsimamia kama partner. Kwa hiyo issue yote ya Clement bidi ifanyike mimi nikiwepo. Kwa hiyo wakaongea hizo issue za mikataba, Yasmin akakataa kwamba hawezi kusaini mkataba wote kwa sababu ameshasaini mkataba mwingine. Kwa hiyo ikaja sasa negotiate kati ya Yanga Afrika, Yasmin na Singida ili mchezaji aonekane mkataba timu moja ili aende France kwenye majaribio. Mimi nikaitwa Dar es Salaam, nikaenda nikashiriki mambo mengi ya safari. Kiukweli nilikuwa sina hata passport. Nikakatiwa passport kwamba wakati huo mchezaji hana msimamizi, hata Yasmin hakujiingiza. Ndio mkweli. Kwa hiyo mimi ndio maana yake ningeondoka na mchezaji kwenda Ufaransa kama msimamizi wake. Wakati tuko pale yale maongezi yamekwenda yamechukua muda, baadaye nadhani tajiri alisikia Gharib kaingilia, wakaamua kurudisha pesa Singida.
wakarudisha pesa Singida, ndio mchezaji kurudi Yanga sasa. Yanga Afrika. Na muda sasa wa kwenda France ushapita. Umeshapita muda ule kwenda Kwa hiyo Ufaransa ofa ile kwenye ikafa, majaribio, ofa imekufa. ndio kisa cha Clement kubaki Yanga mpaka. Okay.